لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, watazamaji wapenzi popote pale mlipo. Ni tupo katika nchi ya Saudia hapa. Tunatoka Jeddah sasa tunaelekea Maka, tayari katika harakati za ibada ya hija kwa mwaka huu wa 2025. Msafara huu ambayo umewasili leo katika mji wa Jeddah nchini Saudi Arabia tarehe 29 mwezi huu wa 5 mwaka wa 2025 kwa ajili ya ibada ya hija, ambapo umetokea katika nchi ya Dubai, ambapo tuliwasili Dubai mida ya saa 9:30 alfajiri. Safari hii ambayo ilianza tarehe 28 siku ya Jumatano katika uwanja wa ndege wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Dar es Salaam nchini Tanzania, ambapo jana mapema mida saa 10, 11, 9:30, 10, 11 mahujaji waliwasili huko wakisindikizwa na ndugu na jamaa kwa mapenzi makubwa kwa ajili ya safari hii, ambapo tuliondoka mida ya saa 3. Saa 3 tuliondoka katika uwanja wa ndege wa Mwalimu wa Amani Abeid Karume. Baada ya kutokea katika jiji la Dar es Salaam, tukatua Karume International Airport. Kilichofanyika, tulipumzika tukaondoka saa 3:30 usiku, ambapo tulichukua zaidi ya masaa 5:30 tukawasili katika nchi ya Dubai mida saa 9 za usiku na kupumzika, kufanya ibada swala la alfajiri. Baadaye kusubiri taratibu za migration za uhamiaji katika nchi ile. Tumeondoka saa 7, saa 8 za mchana, ambapo tumewasili hapa saa 10:30 jioni, takribani masaa 2. Ni ibada ya hija kwa mwaka huu wa 2025, nikiwa na viongozi wa taasisi ya iTravel Haji and Umra. Msafara huu unaongozwa na Sheikh Juma Kijepa, Sheikh Yusuf Macharenga pamoja na mimi Saim Gwao. Sasa uonapo mbele ni njia hizi ambazo tunaelekea sasa katika mji wa Maka. Takribani tunaweza tukachukua saa 1:30 mpaka masaa 2, tegemea na jamu zilizoko mbele, ambapo tukifika karibu na msikiti
kunakuwa na jam kubwa. Mandhari ya barabara kama unazoziona wenzetu, barabara za juu, barabara za chini, barabara ziko kama unavyoona, barabara 1, 2, 3, 4, 5, barabara 5 zinapeleka, barabara zingine zinarudisha. Ni mji mzuri, mashallah, mji msafi katika nchi hii ya Saudia. Maujaji wa iTravel wote wako katika hali nzuri, wapo salama chini ya usimamizi makini sana wa viongozi wetu ambao tuko nao, Sheikh Yusuf Machalenga, Sheikh Juma Kijepa. Harakati za hija kwa taasisi ya iTravel ilianza muda mrefu, ambapo kawaida huwa tunaanza ziara ambayo ilianza mwezi wa 10 mwaka jana visiwani Pemba kwa ajili ya kuhamasisha ibada ya hija. Tukaenda mikoa ya Kagera, tukaenda Mwanza, tukaenda mkoa wa Kagera, tutembea karibuni wilaya zote 8 kwa ajili ya kuhamasisha ibada ya hija, na alhamdulillah tumepata maujaji mpaka wengine wamekosa nafasi mwaka huu kutokana na ile sintofahamu, mtu asubiri mpaka mwisho. Hivyo imekuwa shida kidogo, imebidi mkurugenzi ameamua mwakani ataongeza idadi kubwa ya maujaji kupitia taasisi ya iTravel Haji and Umrah. Kikubwa kinachofanyika leo tukiwasili Maka, cha kwanza ni kufanyika kwa ibada ya Umrah, ambapo tayari tulikwishatia nia tukiwa katika ndege. Juu rubani alitoa maelekezo na Sheikh Yusuf Machalenga alilisimamia hilo kwa kuhakikisha maujaji wote wanatamka nia ya Umrah. Kwa kuwa watu wa East Africa wote asilimia kubwa wanatumia hija ya tamatui, hivyo tunaanza na Umrah, alafu itafuata mwezi 8 ni kwa ajili ya kunuia ibada ya hija. Ni mji wa Jeddah ulioko hapa Saudi Arabia, mashallah, mazingira mazuri, magari yanakwenda njia 4-5 zinakutana, kuna foleni. Tukiwa na dereva wetu kama mnavyomuona ni wa Masri, hawa wanakuwa kazi zao ni huku kwa ajili ya kuwahudumia mahujaji. Alhamdulillah, tulipofika katika airport ya Jeddah hapa tulipokelewa na viongozi wa ubalozi walioko hapa nchini Saudi Arabia, ambapo tulipokelewa na Rajabu Abdalla Ngalapa. Huyu mmoja kati ya waambata katika ubalozi wa Tanzania nchini Saudi Arabia. Tarbia inaendelea huko kwa maujaji kama kawaida. Moja ya sheria, ukitia, sio sheria, ni taratibu, ukishatia nia ya Umrah kinachofuata ni tarbia, kupunguza mazungumzo, kupunguza mzaha, kupunguza baadhi ya vitu mbalimbali, haswa ni kumtaja Mwenyezi Mungu. Ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa jina naitwa Suleiman Omar Msekeni. Kwa jina naitwa Suleiman Omar Msekeni. Ama hakika nimefarijika nikiwa miongoni mwa mahujaji ambao wameletwa na iTravel Agent. Safari yetu
ilikuwa nzuri yenye kuvutia. Kutokea Dar es Salaam moja kwa moja tukaja mpaka Jeddah, kutoka Jeddah na usiku huu ndo tunaingia Maka. Walila alhamdu, mahujaji wote watarajiwa tuko katika hali nzuri, hali ya kuwa tumehudumiwa kwa hali na mali. Imetupendezesha mahujaji, imetutia moyo, tumefarijika. Na hadi hapa semapo usiku huu tumeingia katika hoteli ya Masia hapa, hali ya kuwa wote afya zetu nzuri, na tukianza ibada ya hija kama tulivyotarajia. Walila alhamdu, hakuna aliyepata tatizo wala hekaheka. Viongozi wetu wametuongoza kwa mujibu wa taratibu, wametupa moyo kwa ujumla, wametupendezesha kufanya hakika kuwa kila mmoja kuwa na nia na kutokuwa na hali mbaya ya kiafya. Tumekula kadri tulivyojaliwa na vyakula vingine mpaka tumepakatia. Saizi hapa hatujala, mashaallah. Hali ya hewa bado imekuwa nzuri kwa ujumla. Katika mahujaji wote tulokuja na viongozi wetu hawa kina Saimo na Sheikh Juma, wote kwa ujumla wetu afya zetu ziko vizuri, na tutarajia kuanza ibada usiku huu baada ya kuingia hapa. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi naitwa Abdalla bin Khalaf wa Mrisho, niko Maka huku katika umra na hija. Alhamdulillah tumefika salama, na tukijaliwa leo tunaweza tukafanya ibada yetu ya mwanzo ya umra kwa uwezo wa Allah mwenyewe. Na watu wetu wa iTravel, alhamdulillah tuko katika hoteli nzuri na mambo yote yanakwenda vizuri. Karibuni inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi naitwa Mr. Makungu Mohamed Makungu. Mwaka huu 2025 nimejaliwa kuja kufanya umra na hija, ndo mara yangu ya kwanza, hija yangu ya kwanza. Nimekuja na taasisi nzuri ambayo inaitwa iTravel. Huduma zake ni nzuri na nimezipenda kwa kweli, japo leo ndo tumefika. Safari yetu ilikuwa nzuri, pamoja na kuwa tumeunganisha ndege, lakini sasa hivi tumefika hotelini, tunaendelea kupata huduma. Nashukuru sana kwa kuja na huduma ya taasisi ya iTravel. Naitwa Saidi Kaporo. Kwa uzuri wa bahati, mwaka huu nimepata bahati ya kuja huko Maka. Bahati ilikuwa mzuri, wenyeji wetu wao tupokea au kutusafirisha, ambayo ni iTravel. Si tu wasafirishaji bali pia wanatoa elimu ya jambo lenyewe. Mtu unajua hapa hata usiyajua unapata elimu. Kwa hiyo haya mawili nashukuru. Kwanza kupata bahati ya kuja na kupata taasisi ambayo imeweza kunielimisha pia. Na naamini kwa siku zilizobaki nikiwa nao tutazidi kupata elimu. Mpenzi mtazamaji, tuko katika hoteli hii ambayo wamefikia mahujaji wa taasisi, ambapo kwanza wamepumzika kabla kupangiwa hoteli. Naona wanapewa kwanza vitu kidogo hapa. Kina mama, jambo moja, kujitambulisha, unaongea chochote unachohisi. Uwezo unajitambulisha tu, jina lako nani, uko wapi, safari unaionaje, unaizungumziaje safari? Tunaanza na mama mtu mzima, shika hiyo. Mimi jina langu Rahma Selemani Kisuguru. Natokea wilaya ya Mkuranga. Nimekuja huku hija. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Nimetoka nyumbani salama mpaka hivi nishafika Maka. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi kwa jina naitwa Sifa Kilima. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, tumefika Maka salama. Na hamasisha ndugu zangu wote wa Dar es Salaam, wakitaka kuja Maka wasafiri na taasisi ya iTravel. Kwa kweli wako makini sana, wana upendo, kwa kweli wana upendo sana, wanatujali sisi abiria zao. Tunamshukuru Allah. Sasa hivi ndio tumefika hapa hotelini, tunataka tupangiwe sehemu ya kwenda kupumzika. Insha Allah msafiri na taasisi hii.
Bismillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Alhamdulillah tumefika salama. Tumeanza safari yetu tokea jana. Tukitokea pale mpaka Zanzibar mpaka Dubai. Alhamdulillah huduma ni nzuri. Tumetoka Dubai, tumekuja Jeddah. Tumetoka Jeddah tumeingia Maka. Alhamdulillah hapa tupo hotelini. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema zake, huduma alhamdulillah. Kwa jina naitwa Mapi Ramadhani Ibrahim. Nimetokea Dar es Salaam Ubungo. Mpenzi mtazamaji, hoteli Sheikh Suleiman Bane. Salamu alaikum. Vipi yako? Nimepa sekunde mpenzi mtazamaji, Sheikh Suleiman Bane ambaye yeye amekwisha tangulia na zaidi ya siku ya 3. Maujaji wa iTravel wanapata juisi hapa katika hoteli ya nyota 4 naambiwa. Lakini safari ambayo imechukua unaweza kuchukua kama siku 2, maana tumeondoka jana saa 3:30 mpaka tunaingia hoteli sasa hivi ni saa 3:30. Mzee wa Mtwara huyu wa Newala Masasi, hebu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi naitwa Ahmad Hamisi Mtongwechi toka Newala Kitangari. Ni hujaji ambaye nimejiunga na hii taasisi ya iTravel ambayo makao yake makuu yako wapi? Dar es Salaam. Nashukuru safari yetu tulianzia hapo Dar es Salaam tukafika mpaka Zanzibar. Tukatoka Zanzibar tukaja mpaka wapi pale? Dubai. Na tukatoka Dubai tukafika tuko Maka sasa hivi. Kwa hiyo tunashukuru Mwenyezi Mungu ametufanyia wepesi, safari yetu iko vizuri kabisa, na tunashukuru Mungu kwamba hii shirika hili kwa kweli liko makini sana kwa mahujaji. Wako makini sana. Hapa tuko kwenye hoteli moja safi kabisa ambayo iko hapa Maka. Kwa hiyo natoa wito kwa watu wote wa Mtwara, Walimakorosho, kwamba mwakani ala akiwajalia basi mujiunge na hii safari, muje mkafanya hija hapa. Kwa jina naitwa Osmani Mohamed Jongo, mkazi wa Dar es Salaam. Nashukuru katika shirika hili la iTravel katika safari yetu iliyotusafirisha kutoka Dar es Salaam mpaka Zanzibar na kutoka Zanzibar mpaka Dubai. Tumesafiri kwa salama na tumetoka Dubai mpaka hivi sasa tuko hapa Makkah al-Mukarrama katika hoteli moja ya nyota 4, hoteli ambayo ina hadhi kubwa kabisa, na tumepata huduma kuanzia kwenye ndege mpaka hapa tulipofikia. Tunaendelea kupewa huduma mzuri. Natoa wito kwa wenzangu wajitahidi, watakaopata fursa ya kutembelea mji huu wa Maka wasafiri na shirika hili la iTravel. Shirika hili ni bora na shirika ambalo linatoa huduma mzuri kabisa, halina usumbufu wowote. Asante sana kwa kunisikiliza na kwa kuniangalia jamaa na Waislamu wote kwa ujumla. Mpenzi mtazamaji, sasa kinachoendelea ni watu kupangwa katika vyumba vya hoteli hii ili waweze kwenda kupumzika na usiku kwenda kuanza kufanya ibada. Unaowaona ni mahujaji mbalimbali ya taasisi ya iTravel na viongozi ndio wanatoa maelekezo. Hatupendi kumpanga mtu, sababu mara nyingi nyinyi mnapokuja kila mmoja anakuwa na nataka kukaa na fulani. Sasa hilo, lakini pia mnapochaguana, lakini tujue tuna kina mama zetu watu wazima
hawana utu uzima huo kama Binani Kisuguru hapo mmemwona. Alikuwa anawaacha huyo. Mpaka mnasema bibi anakula nini? Mbona yuko hivi? Sasa tunatakiwa hivyo kwa kuwa chumba ni watu 4, kuna chumba kina watu 5. Kina mama mliokuja mko 13. Tukigawa chumba kimoja cha watu 5, tabakia cha watu 8, si ndio? Ambacho watu 4 tutakuwa tumemaliza hilo tatizo. Alafu tunarudi kwa wanaume, tunakamilishana nao, ili mnaingia vyumbani mnaoga. Mkimaliza kuoga, chini hapa kuna msikiti mkubwa mzuri tu, kwa sababu leo kuna haramu hatuendi. Baada ya hapo tutakutana msikitini wote, tutaswali isha, tutapanga tutakwenda saa ngapi kufanya umra usiku huu leo. Tumeelewana kina mama? Usiku huu na baba vile. Sasa mbona wewe mmoja? Haya. Nataka kina mama 4. Kina mama 4.